Wakili wa serikali anaendelea kumwongoza shahidi wa kificho ambaye kapewa jina la P2. Na wakili, nini kiliendelea kituoni? Shahidi wa kificho: niliwekwa mahabusu na baadaye nikahojiwa kwa tuhuma za kufanya fujo na uchochezi. Wakili, nini kiliendelea? Shahidi wa kificho: waliniachia kwa dhamana na nilitakiwa kuwa na ripoti kila Jumatatu. Tarehe 14 mwezi wa 4 niliripoti na tarehe 21 mwezi wa 4 nilipaswa kuripoti tena. Ikawa sikukuu na nikarudi tena tarehe 22 mwezi wa 4, ambapo nilipofika nikapelekwa Central kuchukuliwa maelezo kwa mara ya pili. Wakili, maelezo gani? Shahidi wa kificho: akaniambia nieleze mwanzo mwisho hadi nilipokamatwa. Nikamwelezea kwa mimi ni mwanachadema na akayachukua hayo maelezo afande Juma Batazari. Wakili: Mheshimiwa Tundu Lissu umemtaja sana, unamfahamuje? Shahidi wa kificho: nikiwa Songea nimemfahamu Mheshimiwa Tundu Lissu, anafahamika karibu na kila mtu toka akiwa bungeni na alikuwa makamu mwenyekiti na baadaye akawa mwenyekiti. Wakili: huo uchaguzi ungezuiwaje kwa mjibu wa Lissu? Shahidi wa kificho: sijui ungezuiwaje, lakini yeye alisema kwa uasi mwenyekiti wa chama alikuwa anakuja Ruvuma na tukajua angekuja kutupatia mbinu hizo, maana alisema wanaotaka kwenda naye atende nao na mimi nilikuwa kwenye kundi hilo. Jaji: shahidi, unaongea mfululizo, hatujui unaelekea wapi wala unaongea nini. Sasa wakili, muongoze shahidi tujue ameanzia wapi na anaelekea wapi. Wakili: ulikuwa unajua uchaguzi utazuiwaje? Shahidi wa kificho: nilikuwa sijui. Wakili: kwa shahidi huyu ni hayo tu, Mheshimiwa Jaji. Jaji Ndunguru: wakili, unasema nini? Mimi sikuelewi. Wakili Ignas: Mheshimiwa Jaji, nimesema ni hayo kwa shahidi huyu. Jaji Ndunguru: oh, kumbe mmemaliza. Haya, sawa. Watu wanacheka mahakamani. Jaji: naombeni utulivu tafadhali. Majaji wanaandika kidogo na wanasema maswali ya dodoso. Tafadhali mshtakiwa anasimama. Lissu: Mheshimiwa Lissu, shahidi unanisikia sawa sawa? Shahidi wa kificho: sikusikii. Jaji: humsikii kweli? Shahidi wa kificho: namsikia jaji. Mheshimiwa Lissu: habari ya Matarawe? Shahidi wa kificho: nzuri tu. Mheshimiwa Lissu: uliandika maelezo polisi? Shahidi wa kificho: ndio. Mheshimiwa Lissu: ndio haya tarehe 24 mwezi wa 4? Shahidi wa kificho: ndio, nilisaini pia. Mheshimiwa Lissu: Mheshimiwa Jaji, naomba shahidi aonyeshe maelezo yake ya polisi hayo ya tarehe 24 mwezi wa 4. Hayo maelezo ni ya kwako? Shahidi wa kificho: ni maelezo yangu, ndio. Mheshimiwa Lissu: uzuri umesema mwenyewe kuwa ni mfuasi wangu. Sasa nikikuuliza jibu haraka ndio au hapana ili tuendelee. Sawa bwana mkubwa. Shahidi wa kificho: sawa. Mheshimiwa Lissu: naomba nimsomee maelezo yake haya. Anaanza kumsomea hapa. Anamsomea maelezo yake hapa, anasema mimi ni mwanachama wa Chadema, sina kadi, lakini pia nilikuwa mfuasi wa Mheshimiwa Lissu hata kipindi anagombea wenyekiti wa chama. Hapa Songea niko chini ya kiongozi wa vijana Esau. Nimeshiriki pia kuchangia pesa za tone tone nikishirikiana na kiongozi wa vijana, na pia mimi nimechangia 10,000 kutokana na hali yangu ya kiuchumi. Ziara hiyo atakuwepo Godbless Lema, makamu mwenyekiti, Tom Mwaipaya, na baadaye nilipata taarifa Mheshimiwa Lissu amekamatwa, na nilipomuuliza Esau Chiza nikaambiwa taarifa rasmi nitapewa kwenye mkutano. Nilipofika ofisini nilikuta viongozi na baadaye nikakamatwa. Leo nimekuja kuripoti nikaletwa kwako na wewe unasema unataka kunihoji. Amemaliza kumsomea maelezo yake. Mheshimiwa Lissu: niliyosoma ndio maelezo yako? Shahidi wa kificho: yes, ni yenyewe na yako sahihi. Mheshimiwa Lissu: na kuonesha maeneo ya kukukanusha yafuatayo. Kwanza, tarehe 4 mwezi wa 2025 uliona mkutano wa Lissu na waandishi wa habari. Pili, video ya mkutano inasema mwenyekiti alisema hakutakuwa na uchaguzi na wanaotaka kugombea wasahau. Tatu, uliposema unamfahamuje Mheshimiwa Lissu, anamsomea maneno kadhaa hapa ambayo atamuuliza maswali. Mheshimiwa Lissu: je, ungependa maelezo yako yawasilishwe mahakamani kama ushahidi? Shahidi wa kificho: yawasilishwe tu.